Kumbe ndo ilivyokuwa hivyo. Lakini hii bwana, hii maji waga katiki mara kwa mara. Wewe kama unasema umeme unakuwa unazima unawaka, unazima unawaka, hiyo inaweza ikawa tatizo lipo kwenye switch. Vipi? Hiyo tatizo inaweza likaa kwenye switch. Yaani umesikia? Hebu achana na masuala ya switch ndugu yangu. Yaani mimi mpaka dakika nishapagawa, nishavurugwa. Yaani kila nikijaribu kuvuta ndo unaivutia huko taswira. Ya Mungu. Hivi ni nini? Kwa nini? Mimi sijawahi kuona, yaani umesikia? Mimi sijawahi kuona kwa kutokana na vipi? Sio mara ya kwanza mimi kuwa mtu wa kulinda nyumba. Umeona? Mimi nishafanya sana hizo kazi. Na waga napewaga hela, malipo yangu yote yanakuwa na mimi umenitafuta kwa sababu pia umeelekezwa nani anaweza kuhudumia nyumba wakati mtu akiwa hayupo. Mimi naweza hiyo kazi kabisa. Lakini nikifikiria hii nyumba yako hii, kia Mungu, pana bwana. Huo mchanga unauzwa. Mchanga unauzwa huo ambao umeona mwenye nyumba hii hapo. Hiyo baada ya kujenga huo ukuta aliacha kidogo hapo. Yaani ananiambia kama atapatikana mtu hapo. Umesikia? Mimi sio kama nataka ninunue mchanga. Mimi nanunua mchanga najenga. Sina kiwanja, sina mbele wala nyuma. Mimi kazi yangu ndo hii. Kwa kazi hii ndo nikijishikiza hizo hela nijichange ndo nifanye maisha yangu mengine. Kama huu mchanga kununua nitaununua. Nisikilize ndugu yangu. Shida nini? Shida ipo ndugu yangu, shida ipo tena kubwa sana. Yaani kama light ungekuwa wewe, sidhani kama wewe mwenyewe ungekuwa na uwezo wa kuongea. Hapa yenyewe naongea mdomo unauona mzito. Yaani kwa mambo ninayoyaona, naona mdomo mzito, hata kuongea naona aibu. Na sio aibu. Naona kama nitapotea tu duniani. Nitaenda huko walipokuwa wao. Mwanangu mimi sijawahi kukaa nyumba yenye mauzauza kama hii ndugu yangu. Hapana. Yaani nyumba yako ni ina mauzauza. Ukiniambia masuala ya umeme nimeangalia unit zipo nyingi kuliko unit zenyewe. Yaani mwisho wa unit kununua sijui ni ngapi. Lakini unit mule ni zimejaa fulu. Yaani sijui kama umeme unazima unawaka. Unazima unawaka. Sasa kuzima kuwaka, hayo ndo mauzauza yenyewe sasa. Hayo ndo mauzauza. Umesikia? Mimi bwana nilianza hivi. Sawa, nimekaa sebleni naangalia TV. Umeona? Nimeangalia TV. Nikaa nasikia joto kwa sababu si unajua pale kuna ile ya kupashia maji ile. Nikaenda nikapasha maji, nikaweka kahawa kidogo, nikakoroga ndugu yangu. Kwenye masuala misosi sikupingi. Kila kitu kipo. Kila kitu kipo. Nikakoroga kahawa, nikakaa sebleni naangalia movie na kunywa kahawa. Kidogo joto likanitoka nikasema nikaoge. Umeona bwana? Nimeingia bafuni kuoga. Bafu lako kali ndugu yangu. Yaani katika nyumba nilizolinda. Bafu la hii nyumba. Bafu lako kali ndugu yangu. Bafu la hii nyumba ndo kali. Bafu ya hii nyumba kali ndugu yangu. Kwa hiyo sasa nilipoingia kuoga mpaka nikajisahau ndugu yangu. Nimekaa muda mrefu mno ndani mule chooni. Nimekaa muda mrefu sana. Bafuni. Bafuni. Nimeoga safi, nilivooga pale nikatoka kwa sababu unaona kuna visabuni fulani vya kilainishi. Vipo pale. Nacheka kama mazuri lakini ananiuma moyoni. Vile vilainishi vyote nikavitumia vile. Wewe ulivyoenda kuoga ndo umeme ukakata. Ngoja sasa nikuelekeze. Baada ya kuingia bafuni kutoka. Vile vilainishi kwanza vile vyote nikavitumia. Vile vilainishi ulivyoviweka ndani vile vyote nikaviogea. Kuna sabuni ya kipande, kuna sabuni ya kipande ile, kuna ile ya kuminya ile, kuna nyingine kama ya shampoo ya kupaka kichwani. Sasa mimi zile zote nimezidabo kwa wakati mmoja. Nikamaliza pale nikatoka zangu nikakaa sebleni. Sasa kukaa sebleni ile nakaa tu. Nashangaa mara taa inazima. Mara inawaka. Sasa sio ile kuzima papa. Yaani unasikia kabisa switch inazimwa pa. Nikajiuliza nani anazima taa? Nikiangalia sioni mtu. Umeona bwana? Hasa kuna muda sasa ndio ikazimwa taa ikawaka na kuta sabuni zipo kwenye meza. Zile nilizotumia kule choo na zikuta kwenye meza. Sasa nikajiuliza nani kazileta hapa, ikabidi nichukue tena
nizirudishe bafuni. Nikazirudisha bafuni, narudi nakutana na mtu kasimama, rafiki yangu. Simjui mimi na mlango nimeufunga, mtu kasimama. Umeona bwana, ikabidi nizimie kwanza kwa muda mchache. Nakuja kuzinduka najikuta kitandani nimelala na kitaulo. Nilivaa nguo juu. Nimejikuta na kitaulo na sabuni ziko pembeni. Sasa nikanajiuliza, ila umejikagua mzima? Mimi nimejikagua mzima. Yaani mzima, sina kufanya kitu. Sina itilafu yoyote. Sasa ule takuwa ni mzimu. Yaani katika nyumba ambayo ina mauzauza. Mzimu haujakufanya chochote. Yaani hujanifanya kitu, ila nguo nimetolewa, nimekutwa na kitaulo. Yaani mimi mwenyewe nimejikuta na kitaulo na sabuni zile nilizoogea bafuni ziko pembeni. Sasa ndo nikaa najiuliza, huyu nani anayefanya hivi? Umeona bwana? Mara nasikia kelele, umeakanyaga, umeakanyaga, umeakanyaga. Sauti zinajirudia. Naniambia nimeakanyaga. Sasa nikijiuliza mimi nilikunya na nikaflash, nimeakanyaga nini? Ndugu yangu, unanigea mimi nyumba ina mauzauza kama hivi inakuaje ndugu yangu? Nimeakanyaga nini? Basi ikabidi nitoke na kitaulo tena chumbani nikarudi sebleni. Sebleni nakaa tena na taa inazimwa tena inawashwa tena. Yaani mimi sielewi ndugu yangu. Mara sijui kama mtu anamimina maji jikoni, naenda jikoni gesi imewashwa. Sasa si ndo naweza ngalipuka na mjumba wenyewe huyu ndugu yangu. Mimi bwana bora ulivorudi nikasema ndugu yangu nitavumilia. Ila akirudi inabidi nimwambie, hii nyumba yako imenishinda kabla sijamaliza hata wiki wala huo mwezi. Mimi sio kama nimerudi. Mimi sikai huko. Umesikia? Mimi sio kama nimerudi. Mimi nilikuja tu hapa mimi sikai huko kukuangalia, then kuna maelekezo mengine nikupe, lakini yaani maelekezo mengine sitaki na hii nyumba yako siitaki. Ndugu yangu sasa, ni mauzauza, nashindwa kupumzika, nashindwa kutulia. Muda wote masauti ya ajabu ajabu, watu wanatokea tu, mimi siwajui, mlango nimeufunga. Yaani ovyo. Hapa kuna kitu mimi nilikuwa sijakwambia. Umeona? Mimi sitaki bwana. Mimi sio yangu. Hii nyumba mimi mwenyewe nilikabidhiwa kwa sababu mimi si dalali. Umeona? Hii nyumba mimi nilikabidhiwa. Na wewe sio kwako? Nilikabidhiwa na familia. Sasa umeona sasa rafiki yangu? Nitafute mteja. Lakini nilicha kutafuta mteja wakaniambia bwana tafuta mtu kwanza akae hapo. Kwa miezi kadhaa kwa sababu wao wamesafiri wameingia zao Morogoro ndio kwao. Basi. Kuisha. Kule Morogoro kuna vitu wameenda kufanya ndo warudi hapa ili nyumba ije ipigwe mnada. Kuisha. Yaani kama watu wa Morogoro kuisha nimeisha. Mimi sikai nyumba, wewe kaa mwenyewe bwana. Mimi walivyoniambia kwa mara ya kwanza nikawasiamini. Unaona kwa sababu hapa hii nyumba alikuwa anakaa mtoto wao. Yule mtoto alikufa. Alikufia bafuni. Wa kiume wa kike? Wa kiume alifia bafuni. Ina maana aliteleza kwenye bafu. Sijajua ilikuwaje, wanasema ilikuwa ni ajali. Ila hiyo ajali ilisababishwa na ule kutokana na kujichua. Afu mchizi alikuwa kilema. Yaani jamaa yeye kajichua, Yaani jamaa alikuwa hana mguu mmoja. Yaani alikuwa kilema. Sasa story walionipa kwamba wao walikuwa wamekaa sebleni yuko bafuni. Wamemwacha bafuni. Baada ya kukaa bafuni ndo wakaanza kwanza kusikia kelele ndo kama hizo nilizosikia mimi. Kukaa kidogo anaona mlango wa bafuni umefunguliwa, mchizi atoka. Kutoka mchizi bwana yule anatembea. Si umenielewa? Yaani mguu wake mwingine si ulikuwa mbovu. Yaani kama kama anachapa hivi anatumia magongo. Kwa mwisho wa siku katoka mguu mzima anatembea. Bwana kaenda paka sebleni afu karudi tena bafuni. Ila ile kutoka anatembea sio kama alikuwa na nguo. Alikuwa mtupu. Kwa alivyotoka tu anatembea watu wakaanza kushangilia. Familia yote kajua ule mchizi kapona. Ila hajaona ule utupu. Ule utupu akawa ameusahau. Kwa mchizi kaja ile sebleni kazunguka pale anatembea anachechemea karudi bafuni. Kurudi bafuni kule ndo anasikia mtu kadondoka chini. Kwenda kule bwana kafariki, kakata moto. Umeona?
kukata moto bwana, kumbe ule bwana alikuwa hajawahi kufanya nini? Mapenzi. Alikuwa hajawahi kufanya mapenzi. Kwa hiyo kule chooni alikuwa ametumia kilainishi ile, kakazia la kwanza mule mule, kakazia la pili mule mule, kakazia la tatu. Umeona ile la tatu ndo akatoka nalo sasa, kiasi kwamba akapata uzima wa kutembea. Ina maana dogo marehemu kajichua. Marehemu kafa kwa kujichua. Malizia hiyo ya tatu. Umeona? Kafa kwa kujichua. Kwa hiyo nyumba inasemekana anayekaa humu aidha awe na mpenzi na kuwa na mpenzi wake asifanye tena ile jambo. Akifanya ile jambo ndio ule tena marehemu anatokea. Wewe na maana mimi muda wote nakufa sasa. Wewe haufi, bali tu yule bwana atakuwa anatokea, afu mtakuwa mnatumia njia kadhaa za kwa sababu mimi umeona, mimi nilivyoona zile sabuni. Umeona? Yaani sabuni zinavyotokea ni jamaa kwamba anakuja kwamba muendelee. Yaani ule mzimu sasa hivi wewe wenyewe unapenda mambo ya kujichua. Na mimi nilifumua moja. Wewe ulijichua? Kilainishi kile. Toboi. Na sabuni zipo nyingi bafuni, utoboi. Kwa sababu mimi nilivominya kilainishi cha kwanza cha pili afu sinipo mwenyewe nyumba yote hii. Sasa hiyo ndio nikasema ngoja nijaribu. Cha kufanya wewe subiri wale watoke Morogoro. Mimi bwana mimi sikai bwana. Wale si ndio wameenda kufanya zindiko. Mimi bwana hapa hata wewe ukisema ukai kokote unapolala ukiamka unajikuta upo hapo. Nipo huko. Kwa hiyo wewe umeamua mimi unipe matatizo ya kukaa huko, si ndio? Wewe si unataka sehemu ya kukaa na hii. Sasa si ungeniambia mwanangu, ungenipigia simu ungeniambia hivi, bwana kama unashindwa kukaa mwenyewe, kaa na mpenzi wako, mimi nisingepata tabu yote. Mimi nimekuambia hivyo kwa sababu najua wewe mngoni muda wote nitakukuta umefanya dangulo huko umekaa na wanawake, nikajua hilo sio swala wewe mimi siingii bwana. Mimi sema hata ukikaa hapo unaweza ukajikuta ndani. Sasa umesikia? Sasa tungeongea sasa tuyamali. Ngoja arudi Molo. Nini nimeachia moja.